tarehe 18 Mwenge wa Uhuru uliweza kufika katika manispaa yetu, na ndugu yetu Rashid Mfaume aliweza kuhudhuria kama mwananchi katika eneo letu hili la manispaa ili kuweza kuunga mkono jitihada za Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kama unavyojua, Mwenge wa Uhuru unamwakilisha Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na katika kauli mbiu ya Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan anahamasisha kwamba sisi viongozi tuhakikisha kwamba tunaleta tabasamu kwa wananchi wetu. Hivyo basi Mwenge wa Uhuru ulipomfikia ndugu yetu Rashid Mfaume uliweza kumpa tabasamu, kama ambavyo Mheshimiwa Rais amesisitiza tuendelee kuwapa tabasamu wananchi wetu, wale ambao wana mahitaji na wale wasiokuwa na mahitaji. Kwa ndugu yetu Mfaume, kwa kuungana na Watanzania wengine na Wanasongea walioweza kuunga mkono, ikiwa wanaongozwa na Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya ya Songea, lakini pia na halmashauri yetu ya manispaa ya Songea pamoja na wananchi wengine, wameweza kutoa kiasi cha shilingi milioni 1,757,000 kwa ajili ya vitu viwili. Kitu cha kwanza ilikuwa ni kuweza kutafuta kiti mwendo hiki ambacho kitamfanya ndugu yetu Rashid Mfaume kutoka eneo moja kwenda eneo lingine katika shughuli zake za kila siku za kujitafutia riziki. Lakini katika milioni 1,757,000, manake shilingi 744,000 iliweza kutumika katika kutengeneza kiti mwendo hiki ambacho kinaendana na mahitaji yake. Lakini milioni 1,013,000 hii lengo lake ni kuweza kumpa mtaji, kwa sababu ndugu yetu manake alikuwa hana mtaji. Kwa sasa ana kiti mwendo, lakini pia ana mtaji ambao utamfanya yeye kufanya shughuli zake ambazo Mwenyezi Mungu amemjalia na kuweza kuzifanya, kwa sababu ukiwa na ulemavu sio kwamba huwezi kufanya shughuli zozote za kimaendeleo. Lakini sisi kama serikali, ambapo tukiangalia katika mheshimiwa ndugu yetu mkurugenzi ameweza kutoa pesa nyingi sana kuhakikisha kwamba huyu mtu pia anapata mtaji. Kwa siku nyingine tutakapoonana na Mfaume anaweza katupa vitu ambavyo anavifanya kwa sasa, badala ya kutoka eneo moja kwenda eneo lingine. Sasa tukamkuta labda naye ana kijiwe chake sehemu, na sisi tukaweza kupata huduma na tukafaidika na kile ambacho ndugu yetu Mfaume ametendewa. Ndugu katibu tawala, wakati tunakimbiza Mwenge wa Uhuru tarehe 18, ndugu yetu aliweza kukutana na kiongozi ama mkimbiza Mwenge wa Uhuru kitaifa, ambaye kwa bahati nzuri pia anatoka kwenye manispaa yetu hii. Alikuja kushuhudia moja ya tunu ambazo taifa hili linazo, ukimbizaji wa Mwenge wa Uhuru ambao kila mwaka unakimbizwa kwa manispaa yetu. Alishiriki kwa maelekezo ya kiongozi wa mbio za Mwenge wa Uhuru. Aliona mwenzetu ana uhitaji wa kusaidiwa ili aweze kukabiliana na changamoto za kila siku za maisha, na moja ya vitu ambavyo alielekeza asaidiwe kama alivyosema DMO ni hiki kitendea kazi ambacho kitamrahisisha kutoka sehemu moja kwenda nyingine. Lakini pia wakimbiza mwenge walitoa sehemu yao. Nakumbuka tarehe 19 wakati tunakabidhi Mwenge wa Uhuru kule Madaba, kiongozi wa mkimbiza Mwenge wa Uhuru alitoa shilingi 300,000 kwa maana ya wale wakimbiza mwenge wenzake pamoja na yeye mwenyewe. Lakini pia kupitia hadhira hiyo manispaa tulitoa ahadi ya shilingi milioni 1, lakini wadau wengine pia kwa bahati nzuri pia walichangia shilingi jumla ya shilingi 457,000. Sasa jumla yake ndio zimetufanya tukaweza kutekeleza hili agizo, na tuna imani huu utakuwa ni msaada mkubwa kwake. Tunachomwombea Mungu amjalie kwamba aweze kujiendeleza na shughuli zake za kawaida baada ya kuwa amepata urais wa hiki chombo. Hata sisi tunaendelea kumshukuru kiongozi huyo kwa maono yake. Alilifanya Mtwara, amelifanya hapa kwetu. Kugusa wale ambao wana uhitaji kwenye jamii ni jambo ambalo linatia heri kwenye jamii, lakini pia hata kwa Mwenyezi Mungu linampenda. Leo hii tupo kwenye tukio hili kwa ajili ya kukabidhi kiti mwendo kwa ndugu yetu hapa Mfaume, ambaye kimsingi lilikuwa ni agizo la mkimbiza mwenge kitaifa. Kwa kama manispaa tumefanya jitihada za kuweza kupata kiti mwendo hiki. Sasa kiti mwendo hiki kimezingatia utaalamu na utaalamuni wa kidaktari, ikiwa na maana kwamba kwa namna mwenzetu jinsi alivyo
hiki kiti kimekuwa design kuweza kumsitiri yeye pamoja na kumrahisishia katika kumove kutoka sehemu nyingine kwenda sehemu nyingine, ukilinganisha awali alipokuwa anatumia ile stretcher yake. Lakini kiti mwendo hiki tumekidesign kwamba pamoja na hali yake alionayo anaweza akakifanyia vile vile biashara, kujiongezea kipato, nikiwa na maana tumetengeneza na tela ambalo hili tela ni mahususi, anaweza kuweka biashara ndogo ndogo na zikamsaidia katika kumwinua katika kiuchumi. Naitwa Rashidi Mfaume Ngonyani, natokea Walana Mtumbo, kijiji cha Luegu. Nashukuru sana viongozi wa Mwenge na Dr. Samia Suluhu kwa kuniona, kwa kunikabidhi hiki kifaa ambacho kitaniwezesha kwenda kutoka sehemu nyingine kwenda mahala pengine, na mtaji wa kiasi cha milioni 1,13. Mimi kwangu nawashukureni sana viongozi, namshukuru sana Rais Mama Samia, Mungu ambariki.